Lakini Mtume katika Sahih Muslim anatuambia siku ya Kiyama Nabii Ibrahim atakutana na baba yake. Atakutana na baba yake ilhali ya kuwa baba yake amejaa majasho na vumbi na uchovu. Nabii Ibrahim bado atampa heshima baba yake, atamwambia ya abati alam aqul laka alla ta'sini. Baba yangu jamani, kipenzi changu, mimi sikukuambia kwamba usiniasi? Sikukuambia kwamba Mungu ni Mungu mmoja anayetupatia hewa ya oxygen, tunaishi kwa ajili yake? Masanamu haya haiwezi kuwa Mungu. Sikukuambia mambo haya? Baba yake Ibrahim atamjibu Nabii Ibrahim, atamwambia ya bunayya. Leo ndo anamuita kwa jina ya bunayya. Mwanangu jamani, al-yawma la a'sik, kuanzia leo siwezi tena kukuasi. Nabii Ibrahim alayhi salam atamgeukia Mwenyezi Mungu. Mtume anasema katika Sahih Muslim, atamwambia ya Rabb innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'athun. Baba yangu, Mola wangu, wewe uliniahidi kwamba hautonifedhehesha siku ambayo utawafufua waja. Wa ayu khizin akhza min abil ab'ad, ni fedheha gani iliyokuwa mbaya zaidi kuliko mtu kuwa mbali na baba yake siku ya Kiyama? Yani wewe unamuona baba yako anakwenda motoni, wewe uko peponi. Unamuona mama yako anakwenda motoni, wewe uko peponi. Ni fedheha kama hiyo? Ni fedheha aina gani hii? Unaona mandugu zako wanaenda motoni, wewe uko peponi. Kuna fedheha zaidi ya hiyo? Waislamu wenzako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama atamwambia Nabii Ibrahim, inni haramtu aljannata ala alkafirin, mimi nimeiharamisha pepo kwa makafiri. Ndio hapo hapo Mwenyezi Mungu italinganwa, ataambiwa Ibrahim, hebu angalia chini hapa. Nabii Ibrahim akiangalia chini, baba yake mwili wake umegeuzwa, umekuwa ni mwili wa fisi. Mtume anasema dhaba, haina kwa Kiingereza. Ile fisi itachukuliwa, itatupwa ndani ya moto wa Jahannam, na toka siku hiyo Nabii Ibrahim hataongelea tena mambo ya baba yake.